lakini siku moja hata yule ambaye hataki kuimba ataimba. Haleluya. Sasa wewe usipoimba hapa, malaika atakushangaa. Sasa huyu akija huko ataanza tena kufundishwa na nani? Mungu awabariki sana. Lakini jambo la pili, misheni yetu mwezi wa 7 tutakuwa na kongamano na kanisa lote. Na tutalifanyia pale mission makao makuu yenu. Niwakaribisha mwezi wa 7, mjiandae. Amen. Karibuni sana. Nitafurahi nikiwaona Wanadodoma wote mmekuja. Haleluya. Msiogope, mje tu. Si ndio? Tutakuwa na kongamano la siku 5. Siku 5. Na tutakuwa na walimu wazuri tu na masomo mazuri tu. Amen. Kutakuwa na vipindi vya mafundisho, lakini pia kutakuwa na injili. Haleluya. Karibuni sana. Na kwa upande wa MMPT, mimi ni mtunza hazina. Sasa mtunza hazina ambaye anatunza mfuko usio na hela anapata shida. Nimeona kuwa nisikae kabla kuwaeleza. Bahati nzuri MMPT imeteua kuwa Dodoma ni makao makuu ya MMPT. Na kwa maana hiyo kanisa la mjini kwa MMPT tunategemea Zuguni. Amen. Tunategemea Zuguni. Na kujipanga vizuri. Lakini pamoja na kujipanga hiyo, sio wangapi wanajua kuwa Chamwino pale tuna maeka ya kutosha. Wangapi wanatambua hiyo? Ni wachache. Hiyo unapokuja na unapokuja ndio unaambiwa kule ni Ikulu, si ndivyo? Ofisi kuu tunaiweka kule. Tumeshatengeneza fence kubwa tu pale. Tumeanza ujenzi wa ukumbi, lakini tumeona kuwa kwa bajeti ya ukumbi ni kubwa mno, pamoja na kwamba tumeshaanza kuweka nguzo. Kwa mwaka ujao tunasitisha, tunajenga ofisi, kwa sababu tunazo tofali 7,000 pale. Kwa hiyo mwakani tunajenga ofisi, na kwa kuwa tunataka kujenga ofisi, kuanzia mwezi wa 7 tutakuwa na changizo maalum katika makanisa yetu yote. Wakati tutafanya machangizo mawili, mwezi wa 7 na mwezi wa kuna mfuko maalum, na kuna changizo. Kwa hiyo tunaanza changizo kwa ajili ya uendeshaji wa ofisi. Tumepanga miezi 2, lakini tuna kikosi kazi kwa ajili ya kufanikisha ujenzi huo. Kikosi kazi hicho kinaanza mwezi wa 5 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi. Kwa hiyo mtakaposikia tarehe zimetajwa kuwa kikosi kazi hicho kitakuja Chamwino, mkipokea. Amen. Kuna watu tayari nao, kila jimbo kuna watu ambao wamepangwa katika jimbo lao.
Kwa kuwa nyinyi Dodoma kwa kwenye jimbo la Pwani, basi mtaingia kwenye ratiba ya jimbo hilo la Pwani. Amen. Mwisho, mwaka huu ni mwaka wa chaguzi. Tunazo chaguzi za aina mbili. Kuna chaguzi za idara zetu ambazo kwa idara ya vijana na idara ya wakina mama wanapaswa katika miezi hii miwili wakamilishe uchaguzi zao kuanzia tawini, mission, parish na jimbo kabla ya mwezi wa 6 wa kongamano la vijana na wakina mama. Tumefanya hivyo kwa sababu kwenye makongamano haya mawili viongozi wa majimbo ndio watakayekwenda kupigiwa kura kwa ajili ya kupata viongozi wa idara kitaifa. Kwa hiyo niombe wachungaji mzingatie kuwa kuanzia mwezi huu mpaka mwezi wa 5 mwe mkishakamilisha tawini, matawini mwenu, wale mtakaowapata mtawaleta mission, na mission pale tutatengeneza wale wa jimbo, na majina yale wa jimbo wale ndio tutakayowapeleka watakayekwenda kwenye kongamano lile la vijana au kwenye kongamano la kina mama, ndio watakayefanya kuchaguliwa. Nafikiri imeeleweka hilo. Lakini pia tuna chaguzi zingine za idara ambazo haziingii kule kwenye kitaifa. Wao wataendelea na ratiba zao. Amen. Lakini mwishoni mwa mwezi wa 11 tutakuwa na uchaguzi wa viongozi wa MMPT kitaifa. Hizo ni chaguzi ndani ya kanisa, si ndivyo? Kwa tunahitaji kuziombea. Lakini tuna uchaguzi mkuu wa kitaifa ambao tutachagua ni madiwani, si ndivyo? Tutachagua madiwani, wabunge na rais. Chaguzi hizi 3 ni moto, si ndivyo? Ni nini? Ni moto, na moto huo utazimishwa na kanisa. Amen. Utazimishwa na nini? Ili moto huu usiharibu nchi yetu, usivuruge nchi yetu. Tuombe Mungu atupatie watu ambao wamepata kibali kutoka kwake. Amen. Nyinyi Tanzania tunaielewa kuwa ni nchi ya amani, lakini kuna nchi ambazo zinatamani kuona Tanzania amani hiyo inavurugika, na ndio sababu nikasema kuwa uchaguzi huo ni moto. Tuombe kama kanisa. Wewe mwana kanisa, kila itwapo leo kumbuka chaguzi hizi, ombea chaguzi hizi, na kwa maombi ya kanisa naamini kuwa yatabadilisha hali haya. Kwa hayo nawatakie amani na baraka. Mungu aendelee kuwapigania, Mungu aendelee kuwalinda, Mungu azidi kuwapa afya njema, awape matumaini ya uzima wa milele. Amen. Makofi mengi kwa ajili ya baba yetu.
Amen. Tumefurahi sana na ibada ya leo kubwa na ya baraka katika kanisa letu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tumekuwa na ibada ndefu kwa sababu mambo yamekuwa mengi, lakini kwa ajili ya baraka. Mungu awabariki wote kwa uvumilivu, na tumshukuru baba yetu askofu pamoja na makamu askofu kwa tulikuwa tumeahirishwa lakini kwa sababu ya neema na upendo walio nao kwetu wakasema basi hili jambo tutalikamilisha. Kwa hiyo huko mbeleni tutakuwa tunajitahidi kwenda huko. Amen. Tutakuwa tunajitahidi, tunaweka mambo vizuri, tunakwenda Dar es Salaam. Tunasababisha macho. Mimi na miaka mingapi siko Dar es Salaam, nikienda na kuwa mgeni. Nikienda napiga simu, "Aisee, nakuja Dar es Salaam, nafikia kwako." Naanza kuomba wakati nilikuwa nyumbani kwetu. Sasa nimeshakuwa mgogo. Nimeshakuwa mgogo. Bwana asifiwe sana. Mzee. Watu walimwambia mzee. Haleluya, haleluya. Kuna watu walimwambia mzee watampa kitu. Mmeshampa? Wale mlimwambia mzee mtampa kitu, naomba mumlete. Hizi maiki vipi? Mzee usikae. Yaani wanasema wanakuletea hapa sasa hivi. Mleteni wale mliosema mtamletea. Mpeni. Kadu, hujampa? Mletee. Nani mwingine sema atamletea? Au mlikuwa mnamdanganya tu kwa siku hiyo? Mletee mzee haraka. Kuna wengine walileta, kuna wengine hawajaleta. Kama unajua kumletea, umletee. Haya. Wameleta. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, si mmeona babu ameongea muda mrefu Ameongea muda. Kesho anasafiri. Sawa? Sasa babu anasafiri alafu